Kwa majina naitwa Ruhanya Zogomba Mwanzalima, mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Tabora. Nilizushiwa mambo mengi kwamba nimeshahama Chadema. Chadema mimi ni damu kindaki sitahama Chadema. Na wanaosema kwamba ninaondoka Chadema na wachukulia poa, ila watasubiri sana. Chadema mimi sitaondoka, na mpaka sasa hivi nipo naendelea na majukumu ya no reform election. Ndio msimamo wetu wa Chadema. Zaidi ya hapo mimi sina. Kwa majina naitwa Rehema Abdi Sumela, ni mwenyekiti wa chama jimbo la Igunga, pia ndo mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Tabora. Nilikaa kimya kulingana na upepo uliokuwa unaendelea. Watu walisema hili, walisema lile, lakini nasema watasubiri sana. Imani yangu nilionayo ya chama changu, nitabaki kuwa na imani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sijahama na sijawahi kushiriki kikao chochote tofauti na vikao vya chama changu. Kwa hiyo mimi bado ni muumini wa Chadema, bado ni mwanachama mwaminifu, na nitakitumikia chama changu kwa nguvu na damu. Kwa hiyo mimi bado nipo. Ambao wanaosema kwamba ameondoka kuanzia leo, nataka ndio maana nimeamua kutoka kwenye vyombo vya habari, mimi bado nipo na sitaondoka na sitarajii, na sioni mtu wa aina yoyote wa kuweza kunishawishi kuvunja imani yangu ya Chadema. Kwamba nawaambiaje walionizushia hayo maneno yatawarudia wao wenyewe, naamini, kwa sababu hata wao hawakutarajia kwamba mimi bado nipo. Kwa sababu kuna kipindi wenzetu waliohama walipokuja kutoa presi yao hapa wakiwa ndani ya mkoa wa Tabora, wao wenyewe walizusha kwamba mwenyekiti wa mkoa hayupo, ndo mwenyekiti wa jimbo la Igunga, mpaka wakaanza kuweka utaratibu wapate mwenyekiti wa jimbo la Igunga, watafute mwenyekiti wa Bawacha. Mimi nikiwa kwenye shughuli zangu za kilimo kule vijijini, leo nimeonekana kwamba mimi nipo na sitarajii kuondoka, na mpaka nitakapomaliza, na nitakuwa hata kama nisipopata uongozi 30 kule, nitabaki kuwa mwanachama mwaminifu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ya chama changu. Kwa sababu gani? Yani tuseme nimeingia kwenye chama hiki nikiwa mdada, lakini mpaka leo naitwa bibi. Sioni mtu wa kunishawishi wa kunihamisha Chadema kunipeleka kwenye imani nyingine. Ya kwangu yalikuwa ni hayo. Kwa majina naitwa Salumu Kuilasa Ngunila. Mimi ni katibu wa baraza la wazee mkoa wa Tabora. Alafu ni mwenyekiti wa chama jimbo la Igalula. Hata mimi nilipata simu chache kutoka kwa vijana hawa ambao wanapulizwa na upepo. Lakini niliwaambia moja, kwamba umri wangu unatosha. Siwezi kimbia huku. Hapa ndio nimefika nyumbani. Chadema mimi sasa ni damu na siwezi nikatetereka. Mimi naita tu kwamba ni kelele za vyura. Vyura anaweza wakapiga kelele, lakini ng'ombe wanaendelea kunywa maji mapevu. Na waambia vijana hivi, wote ambao wanakimbilia kule, nimegundua kwamba ni ule uroho wa madaraka, na wengine na pengine labda wanahitaji mamlaka, lakini waende vizuri. Hii itawafikisha mahara. Kwanza itawashushia hadhi zao, halafu itawapotezea muda bure, kwa sababu Chadema ni taasisi kubwa ambayo na mipango yake au sera ya Chadema inakubariki dunia nzima. Ndio maana hata bunge la Ulaya limekaa kujadili jambo la mheshimiwa Lissu. Uoni kwamba ni kitu kikubwa sana, kwa sababu sisi tunahitaji mabadiliko ya kweli ili mwananchi apate haki zake. Manake mpaka sasa hivi wananchi wanakwenda katika uchaguzi, wanaamua wanayomchagua, lakini majibu hayaji kama walivyotarajia. Anateuliwa tu mwingine. Kwa hivyo hata sasa hivi tunaendeleza huu mpango au kampeni au operation ya no reforms no election. Tunawaambia kwamba wananchi, kama hakuna mabadiliko yoyote,
ndani ya katiba, ndani ya kanuni za uchaguzi hakuna uchaguzi. Tunasema hivyo kwamba hakuna haja ya kwenda kupoteza muda hata siku ile. Kwa hivyo mimi kwa kumaliza na watakia kila heri waliokwenda, lakini wakumbuke kwamba kesho yao itawasuta. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Christina Godfrey Mkugwa, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Urambo, pia ni katibu wa baraza la kina mama mkoa wa Tabora. Nipo hapa leo tukiwa tumemaliza kikao chetu cha baraza la uongozi mkoa wa Tabora, lakini nina hili la kusema. Wilaya yangu ya Urambo tuko salama kutokana na upepo huu unaoendelea lao wanaohamahama. Tunaamini kuwa sisi Urambo tuko salama salimini kabisa. Hakuna shida yoyote. Na nikisemea upande wa baraza la kina mama mkoa wa Tabora, wanaweza wakajitangaza kuwa wamehama kina mama wengi sana mkoa wa Tabora. Mimi nikiwa kama mtendaji wa baraza hili, kina mama mkoa wa Tabora wako sawa, wana imani kubwa ya Chadema, wana imani kubwa na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu. Hivyo hata wale walioshawishiwa kina mama kwenda huko Dar es Salaam walidanganywa na wamerudi kutoka kwenye kikao chao hicho, na mpaka sasa wanajutia maamuzi walioyafanya. Lakini Chadema ni chama kubwa, Chadema ni chama la wana. Sisi tunawapokea kwa maana wamelia na kuomba radhi kwa kile walichodanganywa kuwa wanakwenda kwenye kikao cha Chadema, na hatimaye wamekutana na kile walichokutana nacho. Hivyo kama mama mkoa wa Tabora, mama mtendaji, ninaamini kina mama wangu mkoa wa Tabora wako vizuri na wanaendelea kuamini chama chetu cha Chadema, na wanaendelea kusukuma gurudumu la no reforms no election. Hivyo tunaamini kina mama wote mkoa wa Tabora hakuna anayeyumba. Kina mama wako vizuri, tunaamini Chadema na tutaendelea kuwepo ndani ya Chadema. Kuhusu hili swala la wanaohamahama wenyewe wahame, maana yake ni muda wa bahari sasa kumwaga uchafu. Huo unaotoka sisi tunaamini kuwa ni uchafu. Sisi tunaamini katika Chadema tupo kwa sababu tunaamini katika no reform no election. Hakuna mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Yani hata wao hawatafanya uchaguzi. Tunaamini katika nguvu ya wananchi. Hivyo kama mtendaji mkuu wa chama, sisi tupo Chadema na tutaendelea Chadema, na ninaamini kuwa kina mama wa mkoa wa Tabora wametulia wakiamini Chadema na kuwa suluhisho lao kuu ni Chadema. Hatuna haraka sisi ya kukimbilia vyeo. Ndio maana tumetulia ndani ya Chadema. Makamanda peoples, no reform. Asanteni makamanda. Kwa majina anaitwa Emmanuel Michael Mayota, ndiye mwenyekiti wa baraza la vijana mkoa wa Tabora kupitia Chadema. Ndugu waandishi wa habari, niseme neno moja tu jioni ya leo baada ya kumaliza kikao hiki. Na mimi kwanza niwashukuru viongozi wote wa baraza la uongozi wa mkoa wa Tabora kwa kunipa fursa ya kuendesha kikao hiki tulichokifanya leo mpaka kumpata mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Tabora. Pia niseme jambo jingine la msingi kwenye mkoa wangu wa Tabora. Mimi mwenyekiti wa vijana wa Chadema niwahakikishie wanachadema wa mkoa wa Tabora na nchi nzima kiujumla kwamba hakuna kijana yoyote au kiongozi wa baraza la vijana Chadema kuanzia ngazi ya jimbo, wilaya, wala mkoa aliyehama kwenda chama kingine. Kwa hiyo ndani ya baraza langu la vijana liko imara. Niwahakikishie ndugu waandishi wa habari, Chadema iko sawasawa na hakuna anayeyumbishwa kwa mfumo wowote wa upepo wa jambo lolote la ulaghai. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu waendelee kushikilia msimamo huo. Tunajua kazi kubwa iliyoko mbele yetu sisi kama vijana. Agenda ya chama chetu kwa sasa no reform, no election, bila kusahau na tone. Ndugu wanachama na viongozi wa Tabora na wananchi wa Tabora kiujumla, niwaombe muendelee kukichangia chama chetu kwa wivu mkubwa ili tuweze kufanya mikutano ya hadhara mbalimbali na kujenga chama kwa wivu mkubwa. Jambo lingine nipende kuwasisitiza wanatabora na viongozi na wananchi na wanachama wa kawaida. Tujengane kwa umoja na mshikamano, kwa stronger together, bila kusahau kwa sababu watu wanaamini sasa tuna maumivu makubwa kwa sababu ya watu wamehamahama.
lakini niwahakikishie Chadema tuko vizuri sana, na umoja na mshikamano ndani ya Tabora yetu unaendelea vizuri, na ndio maana leo hii takwimu iliyotolewa na katibu wetu wa mkoa, watu waliohama ni wachache sana, ambao hawawezi kufika asilimia hata 20 wala 5. Niwaambie, kwa sisi kama baraza la vijana tumejipanga, na ndugu zangu waandishi wa habari niwaambie jambo jingine. Mimi kama mwenyekiti wa vijana wa Chadema tayari nina operation yangu ya Chadema ya kuzunguka mkoa mzima huu. Ratiba ya tarehe nitaitoa muda sio mrefu, na kabla ya kuanza ziara yangu nitakutana na nyinyi waandishi wa habari, muhabarishe umma. Sasa ziara ya mwenyekiti wa vijana wa Chadema mkoa wa Tabora inakwenda kuanza. Hakuna pengo litakalobaki wazi huko nilindako, kwenye majimbo, wilaya mpaka kwenye kata. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama kuna maswali, ndugu waandishi wa habari, niombe mniulize hata maswali mawili. Karibuni.